matumizi ya lugha ya Kiswahili. Ni kweli watu wengi wanashindwa kuja mahakamani kwa sababu lugha katika mahakama nyingine ambazo tunazitumia sio ya Kiswahili. Hili mheshimiwa, tumejitahidi katika mahakama yetu ya kadhi kutoka chini mpaka juu, mashauri yanasikilizwa kwa lugha ya Kiswahili. Na jingine ambalo kuzungumza mheshimiwa ni hili suala la msaada wa sheria. Katika mahakama zetu zote ambazo tumezijenga Unguja na Pemba, katika mahakama 8 ambazo tumejenga sasa hivi na mahakama 6 ambazo tunatarajia kuzijenga, tumetoa nafasi au tumeweka ofisi maalum kwa ajili ya wasaidizi wa sheria ambayo yataratibiwa na mkurugenzi wetu wa msaada wa huduma za sheria. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, niseme kwamba wakati mheshimiwa alikuwa analalamika kwamba hana watendaji wa kutosha wa kuja kutoa msaada, kwa sababu kila mahakama ambayo utakaoingia, ile ambayo tunajenga pale Mfikiwa, ina sehemu kwa ajili ya wasaidizi wa sheria. Kwa hiyo watahitaji wafanyakazi. Lakini halikadhalika mahakama yetu ya Mkoani, mahakama yetu ya Konde, mahakama yetu ya Kinyasini, zote hizi zina vyumba maalum kwa ajili ya wasaidizi wa sheria ambayo itaratibiwa pale na kurugenzi ya msaada wa sheria. Na kama nilivyosema, zitakuwa ni nyingi na vizuri wananchi wapate hizi huduma za sheria wakiwa wapo pale katika mahakama zetu. Sisi majaji na mahakimu wakati mwingine pale mahakamani hatuwezi kutoa msaada wa sheria kwa sababu umekuja na shauri lako inabidi lisikilizwe. Lakini tukiweka taasisi pale, ofisi pale, kwa wanaweza kwa njia moja au nyingine ikawa ni catalyst ya kupunguza mashauri ambayo yanakuja katika mahakama zetu. Mheshimiwa, wananchi wote, niseme tu kwamba nilikuwa najaribu kueleza mambo ambayo serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar au hatua ambazo serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar yamezichukua katika kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata haki na wanasaidiwa katika wanapokuwa na mambo yao ya migogoro ya sheria au kufuatwa kwa sheria, ndio kunapelekea kupatikana amani katika nchi yetu. Kwa hiyo niombe wananchi wanapopata migogoro huko katika jamii, basi njia sahihi ni kuitumia jukwaa hili la msaada wa sheria ambalo limeletwa hapa mkoa wa Kusini Pemba. Wananchi waje kwa wingi, walete malalamiko yao. Taasisi mbalimbali tumeshuhudia hapa kwamba zipo, lakini na mahakama vile vile tupo. Mahakama ya kadhi ipo, mahakama ya ardhi ipo, mahakama zetu hizi za secular zipo. Kwa wananchi wote ambao wana malalamiko au wanahitaji kuelekezwa katika mambo ya sheria, wafike katika mabanda ambayo yako hapa. Hii ni nafasi adhimu sana, na nawaseni ndugu wananchi, tuitumie sote kwa pamoja, kwa sababu hii niseme ni lulu ambayo tumeletewa katika mkoa wa Kusini Pemba na Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Ni matarajio yangu kwamba baada ya kukamilika kwa utekelezaji wa kampeni hii, wananchi watakuwa na uelewa zaidi kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu upatikanaji wa haki zao, mifumo ya kisheria iliyopo, haki za kibinadamu na mfumo wa utatuzi wa migogoro na kwa njia ya usuluhishi. Ndugu wananchi na wageni waalikwa, kabla ya kukamilisha hotuba yangu hii, kwa mara nyingine tena natoa shukrani zangu za dhati kwa wananchi nyote kufika kwa wingi katika shughuli hii, na kuhimizeni kwamba baada ya uzinduzi jitokeze kwa wingi katika vituo vilivyopangwa kwa ajili ya kutoa huduma, na
tunafahamu vizuri elimu na maelekezo yatayokuwa yanatolewa na wataalamu wetu, itakuwa ni rahisi kuweza kuzitatua changamoto zilizopo bila ya kufikishana mahakamani na kuwa na elimu endelevu kuhusu utoaji na upatikanaji wa huduma za msaada wa kisheria. Ndugu wananchi na wageni waalikwa, baada ya kusema hayo, sasa natamka kuwa kampeni hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia Legal Aid Campaign katika mkoa wa Kusini Pemba imezinduliwa rasmi. Asanteni.